Yes. Lilian, huu ni mwaka wa 3 tuko pamoja. Ni kweli? Mwaka wa 3 alikuja kidato cha 4 kurudia mtihani baada ya kutofanya vizuri. Akafanya vizuri, akarudi hapa, tumesoma hiyo form 5, form 6, basi miaka mitatu imefika. Kwa wakati wote ambao nimekaa na Lilian, wakati wote narudia tena, nilivyompokea Lilian mpaka leo, kitabia yuko vile vile. Ni mtoto ambaye ameonyesha mfano mzuri sana. Lilian darasani anaingia kwa muda unaopaswa. Bahati nzuri pia Lilian ni mwanafunzi anakaa hostel, anakaa hapa. Tuna kanuni kwamba wanafunzi wanaokaa hostel lazima waamke saa 10. Ndio ratiba yetu. Lilian saa 10 utakuta ameamka. Lakini Lilian wakati wote tunaishi, kuna ofisi mbili ambazo wanatumia kwenye kufanya shughuli zangu. Lilian ndiye ambaye amekuwa ni mfagiaji wa hizo ofisi kwa kutaka na sio kwa kulazimishwa, kwa muda wote. Lakini Lilian ni mwaminifu sana. Lilian huyu ndani ya hizo ofisi, ni mara nyingi ninakuja asubuhi, ninakuta sikufunga draw, lakini kwenye zile draw kuna chochote kitu, lakini utazikuta kama zilivyo. Sijawahi kuwa na wasiwasi naye, sijawahi kuona amefanya jambo ambalo sio. Ndani ya ofisi zetu kunakuwa na kumbukumbu mbalimbali. Wako wanafunzi wakipata nafasi, wakienda kupekua vitabu, taarifa kuhusu mtu fulani au kuhusu malipo ya mtu, kuhusu malipo ya shule na nini, utazikuta nje. Lilian kwa muda wote ambaye amefanya ndani, sijawahi kusikia pahali popote. Lakini bado tuna jiko kwa maana ya mahali ambapo wanafunzi wa hostel na wale wanaokuja mchana chakula kinapotayarishwa. Lilian huyu wakimaliza kula chakula cha jioni, wakati wengine wanakwenda mabwenini kujiandaa kuja kusoma, Lilian anaenda jikoni, anaosha vyombo. Lilian ikitokea kuna mwanafunzi amemisi chakula, Lilian huyu anarudi jikoni, anapika tena. Naomba tumpigie makofi. Yako mambo ambayo huwa namwambia Lilian, tafadhali napopokea. Lilian, ninamwambia wewe sasa ni mkubwa, na ni juzi tu nimemwambia sasa unaondoka. Lilian mwingine ni nani? Lilian alinijibu akaniambia, nilimwambia jitahidi kumtengeneza mtu mwingine kama wewe, ili basi hizi kazi azifanye yeye, kwa sababu nimekuzoea. Lilian akaniambia sijui kama wataweza. Nikamwambia Lilian, kazi utakayoifanya nitakayoikumbuka kuliko zote ni kutengeneza mtu mwingine kama wewe kwenye mazingira yetu. Inawezekana kuongea kwangu leo nikampata Lilian mwingine mwaminifu, mwenye bidii na mwenye upendo. Lilian ndio kiongozi wa dini hapa shuleni, ni mwenyekiti wa Kristo. Kwa hiyo ninasema kwa ajili ya Lilian kwa sababu nimeshindwa kupata zawadi ninayoweza kumpa.
Sikia Lilian. Nimefurahi sana. Kwenye zawadi tulizotoa, tumetoa pia zawadi ya hard worker, mtu ambaye ana bidii sana kwenye kazi. Hatujampa Lilian, tumempa kijana huyu Jonas. Jonas una mwaka wa 4 hapa. Jonas huyu ni mwaka wa 4. Tumesema hawa form 6 wanasoma kwa mwaka mmoja, sio? Huyu alianza form 2. Na form 2 alivyoanza, hakuanza kwa maana anataka kusoma form 2. Alikuja hapa, nia yake ilikuwa ni kusoma English course, yaani kujua Kiingereza. Alipomaliza alipomaliza darasa la 7, hakuendelea na shule, alikwenda kwenye kujitegemea, alianza kufanya biashara hizi ndogo ndogo. Lakini akiwa ameanza kunyenyuka, akaona kwamba hiki nilichokipata kinaweza kunisaidia. Jonas alikuja hapa mwaka 2022. Nakumbuka walikuwa wanasomea hapo enzi hizo watakuwa hivi tulivyo. Sasa wakati akiwa anasoma, Jonas alikuwa anasikia wengine wakisomea pembeni wanaoitwa QT, sasa wale ambao wanasoma masomo kwa ajili ya mtihani. Yeye akiwa amekuja kwa ajili ya English course. Lakini baada ya wakati fulani akanifuata akaniambia, hivi mimi pia siwezi kujiandikisha kwa ajili ya kufanya mtihani? Mbona naona hao wanaosoma kwa ajili ya kufanya mtihani ninajua vitu vingine kuliko wao? Nikasema unaweza. Jonas akajiandikisha kufanya mtihani. Akafanya mtihani wa form 2 ndani ya mwaka mmoja, akafanikisha, akapata. Tukaenda hatua ya pili kwa maana ya form 4. Form 3, form 4 mwaka mmoja. Alifanya mwaka wa kwanza na wengine ambao sasa wako chuo kikuu mwaka wa kwanza. Jonas hakufanikiwa. Alipata D ngapi? Alipata D4, ambazo of course ni D ambazo unapata cheti. Unaweza kaombea kazi, unaweza kaombea vitu vingine, lakini akaona hii haitoshi. Jonas akaamua kurudia mtihani. Na mnafahamu wale ambao wameshaye kurudia sehemu ambayo umefeli huwa ni ngumu sana. Lakini Jonas akasema narudi tena. Na utu uzima wake, na watu wanamuona mlugaluga. Unajua watoto wa mjini wanamuona kama vile huyu jamaa baada ya kwenda na shughuli zake, wapo wanaomfahamu kama anafanya issue zake tu zinaenda vizuri. Lakini Jonas alirudi, akakaa darasani tena, akafanya. Ukapata C ngapi? Akapata C3 na D2 kwa maana nyingine tena. Hapa mapambanio. Sisi hiyo tunaitafsiri kama ni hard working, ni kufanya kazi kwa bidii. Lakini nyongeza yake ni kwamba hakati tamaa kwenye mambo anayoyafanya. Lakini bado amekuja tena form 5, 6 mwaka mmoja. Ndiyo kijana wa pekee ambaye kwenye masomo yake alikuwa anasoma combination inaitwa HGE, History, Geography, Economics. Wanasoma na hesabu. Kwa kufanya hivyo, tumekuwa tunatafsiri sisi walimu, nadhani hata wanafunzi wengine, kwamba huyu ni mfano wa kuigwa, hakati tamaa, huyu anafanya kazi kwa bidii. Lakini leo hii tunavyoagana naye, sisi kama shule hatuna cha kumpa, hatuna cha kusema. Tunamwombea na tunatamani asikate tamaa kwenye hatua zinazofuata.